Awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na utukufu ambaye ametujalia uzima kuweza kukutana siku ya leo kwa ajili ya kuzungumza baadhi ya mambo. Na katika mambo ambayo tutazungumza kuna baadhi ya mambo ya kuyatolea ufafanuzi, lakini mengine ni ya taarifa. Kwa tutakuwa tuna mambo kama 4 au 5 ambayo tutayazungumza leo kwa muda mfupi sana ili kila mmoja aweze kuendelea na majukumu. Tumie fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Rais na Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuliongoza taarifa ya kwamba pongeza mwenye na makini kwa wale wa Tanzania wingi kutoa ushirikiano mkubwa wakati wa kazi ya tume. Chama cha kinaona mapendekezo na mwenyekiti na rais wetu Mheshimiwa kuyafanyia kazi. Tunaahidi ushirikiano wa hali ya juu, tutawashawishi wengine wote kuunga mkono hatua hizi ambazo zinapelekea upendo katika taifa letu. Chama cha Mapinduzi kinaamini kwamba njia ni maridhiano. Tunafikia hatua kufanywe jifu 20 na kwa malengo gani wajibishwe, tutakwenda kisha taifa letu linakuwa moja. Ya kuundwa tume ya upelelezi wa mambo nina baadhi ya vitu ambavyo ninapenda kuvitolea ufafanuzi. Jambo la kwanza ni swala la katiba mpya. Tumeona katika press ambayo iliongelewa na baadhi ya viongozi wa chama kimoja cha siasa sasa kama chama, kwanza lazima tuseme katiba mpya ni ajenda ya Chama cha Mapinduzi, na Chama cha Mapinduzi kupitia ilani ya uchaguzi ya 2025-2030 kiliahidi kufanya marekebisho ya katiba, na mgombea wa urais wa wakati huo ambaye ndiye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, katika mikutano yote ya hadhara ambapo alikuwa anazungumza na Watanzania kwa kuomba ridhaa, aliliongelea swala la katiba mpya. Kwa hiyo kama chama, katiba mpya ni ajenda yetu, na tuwahakikishie Watanzania kabla ya mwaka 2030 tutakuwa na katiba mpya ambayo itakuwepo. Lakini ikumbukwe kwamba chama kimekuwa mstari wa mbele katika mageuzi ya katiba
tangu miaka 1980. Kuna maboresho makubwa yalifanywa katika katiba ya mwaka 1977. Mwaka 1984 taifa lilifanya marekebisho makubwa ya katiba yaliyoimarisha eneo pana la haki, Bill of Rights, ikijumlisha haki mbalimbali za binadamu, misingi ya ukuu wa katiba na utawala bora. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kilishafanya mageuzi haya mara kwa mara na kitaendelea kufanya kadri au kulingana na matakwa ya nyakati zilizopo. Tangu wakati huo, mageuzi ya katiba yamekuwa mchakato endelevu hadi kufikia mwaka 2011 ambapo serikali ya CCM ya awamu ya 4 ilipitisha sheria ya mabadiliko ya katiba, kuunda bunge la katiba na hatimaye kupatikana kwa katiba inayopendekezwa, ambao mchakato wake ulikwama na waliokwamisha walikuwa ni vyama vya upinzani wenyewe kwa kususia mchakato huu. Lakini kama Chama cha Mapinduzi kinaendelea kuhakikisha kwamba katiba ambayo inatakiwa na wananchi inapatikana. Lakini katika katiba lazima tujue kwamba katiba sio mali ya chama cha siasa. Katiba ni mali ya Watanzania wote. Na katika mchakato huu lazima wadau mbalimbali wahusishwe, wakiwemo wanasiasa, viongozi wa dini, wananchi wasio na vyama, wadau wa kawaida, ili kupata katiba ambayo itakuwa na maoni ya wananchi kwa ujumla. Sasa inashangaza unapoona kwamba baadhi ya vyama wanapoongelea mabadiliko ya katiba, wao wanaangalia ajenda moja tu ya uchaguzi, lakini katiba imebeba mambo mengi ya msingi ambayo yanaweza kulivusha taifa katika maeneo mbalimbali. Hivyo ninachotaka kumaanisha hapa ni kwamba katiba ni mali ya Watanzania, sio mali ya chama cha siasa. Katiba ni ya wote, hivyo lazima wadau washirikishwe katika kuhakikisha tunapata katiba ambayo itakidhi mahitaji. Lakini katika ilani ya uchaguzi kama ambavyo nimezungumza, imo na kufikia 2030 tutakuwa tumeweza kupata hilo jambo la katiba katika maeneo ambayo tunadhani au Watanzania wanadhani ni maeneo ya kuweza kuyaboresha au kuyafutilia mkazo. Lakini jambo lingine nalopenda kulizungumza katika ajenda ya maridhiano. Kama chama tunaamini katika maridhiano, na maridhiano haya sio mara ya kwanza kufanyika au kutokea katika nchi yetu. Katika nyakati ambazo kelele na tofauti za siasa au kijamii na itikadi zinapoongezeka, jambo moja hubaki kuwa la msingi kuliko yote: hatima ya taifa haiwezi kujengwa juu ya misimamo mikali, bali juu ya uwezo wa kukaa pamoja inapungua, taasisi zinaimarika na maendeleo yanapata mizizi imara, hasa katika kuwatumikia wananchi. Ni katika muktadha huu tunatoa wito wa kushirikisha makundi yote: vyama vya siasa, viongozi wa dini, asasi za kiraia, vyama vya wafanyakazi, sekta binafsi, viongozi wa kimila, wananchi na wadau wa maendeleo katika mazungumzo na maridhiano, kwa sababu baadhi ya watu wanaamini kwamba maana yake vyama hivyo vina uwezo wa kushiriki na kuweza kuridhiana katika maeneo ambayo tunaona yana msingi huo. Tunasema hivyo tukitambua hawa si wadau wa pembeni ambao nimewaorodhesha. Hawa ndio wabebaji wa uhai wa taifa. Wanapochagua kuweka maslahi ya nchi mbele badala ya maslahi binafsi, wanakuwa si tu sehemu ya suluhisho, bali injini na mustakabali wa kudumu katika amani ya taifa letu. Kupitia falsafa ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya 4R, maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na ujenzi upya, imefungua dirisha la historia ambalo halipaswi kupuuza. Sote tunafahamu kukubali kuzungumza si ishara ya kushindwa, ni ishara ya ukomavu wa kisiasa na busara ya kiuongozi. Mazungumzo si mbadala wa ushindani wa kisiasa, bali ni nyenzo ya kuhakikisha ushindani huo haugeuki kuwa chanzo cha mpasuko katika taifa. Ndio maana tunaungana na Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa kuonesha dhamira njema na ripoti ya tume ambayo imetolewa kuhakikisha kwamba katika mapendekezo yake kunakuwa na maridhiano. Kama chama tuko tayari katika mwelekeo huo. Lakini jambo lingine nalopenda kulisema, ni muhimu kuelewa kuwa mageuzi ya kweli hayazaliwi barabarani peke yake, wala kwenye majukwaa ya kisiasa au majukwaa ya lawama, bali katika meza ya mazungumzo
ambako hoja hukutana, tofauti huchambuliwa na muafaka upatikana. Chama cha Mapinduzi tunafahamu hata mataifa yaliyofanikiwa kujenga mifumo imara ya kisiasa na kiuchumi yamefanya hivyo kwa kutathmini majadiliano yenye lengo, si mashinikizo kutoka nje au kwa mtu yoyote. Hii haimaanishi kwamba wananchi hawana haki ya kudai mabadiliko, la hasha. Lakini njia ya kudai mabadiliko hayo lazima iheshimu misingi ya amani, utulivu na umoja wa kitaifa, kwa sababu kuna baadhi ya wenzetu, baadhi ya vyama ambavyo haviamini katika mazungumzo, vinaamini katika vurugu, ambavyo mwisho wa siku wanaenda kugharimu maisha ya watu wengine. Nia na siasa za kukamiana, kuonesha nguvu au kujenga mazingira ya hofu kwa wananchi haiwezi kuwa mbadala wa mazungumzo yenye tija. Njia hizo kwa muda mfupi zinaweza kuonekana kama suluhisho, lakini kwa muda mrefu huacha makovu ambao huigharimu jamii nzima ya Watanzania. Hivyo ni waombe Watanzania tusikubali kupelekwa katika vurugu, bali tukae tuzungumze na kujadiliana kama nchi. Kwa upande mwingine, Chama cha Mapinduzi kinatambua mazungumzo ya kweli yanahitaji zaidi ya kukutana mezani. Yanahitaji nia njema, uaminifu na utayari wa kusikiliza hata pale ambapo hatukubaliani. Yanahitaji ujasiri wa kukubali, lakini pia kushirikisha wananchi kwa ujumla. Leo Tanzania tunao hiyo nafasi adhimu. Hivyo niombe viongozi wa vyama vya siasa, wadau na wananchi kwa ujumla kuweza kushiriki kwa pamoja ili kuweza kujenga taifa imara. Lakini jambo lingine nalopenda kulitolea ufafanuzi kwenu waandishi wa habari. Wakati press imefanyika juzi ya makamu mwenyekiti ndugu yangu na kaka yangu Heche, kuna upotoshaji kidogo aliufanya, ambao upotoshaji huo uliongelea kwamba Chama cha Mapinduzi hakina viongozi mpaka wanaazima viongozi kutoka vyama vingine. Jambo ambalo sisi tunajua sio kweli, na ni jambo ambalo tunajua waliongea katika tensheni ambayo hawajajiridhisha. Jambo la kwanza, Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi tangu kuasisiwa kwake imekuwa ni moja ya jumuiya ambayo imetoa viongozi wakubwa, wazalendo, waadilifu ambao wamefanya kazi kubwa katika nchi yetu. Na jumuiya hii imepika viongozi ambao leo tunaweza tukasema tunajivunia. Sasa wao walimtaja Mheshimiwa Katambi kama waziri wa mambo ya ndani, wakasema huyu tulimlea akiwa kule Bavicha, na hatimaye Chama cha Mapinduzi wamemchukua, wamempa waziri. Sasa sijui wana uhakika gani kwamba akiwa Bavicha alikuwa wa kwao, sijui wana uhakika gani, kwa sababu siasa ni sayansi, na unapoenda kwenye vita lazima uwe mjanja wa vita ili uweze kushinda nini? Vita. Sasa hilo jambo tunawaachia wenyewe homework. Kwa hiyo hata Heche anapokuwa pale, wanaweza kusema huyu ni makamu mwenyekiti wetu, kesho akija huku akawa kiongozi, wasije wakashangaa pia, kwa sababu Heche anajua nini na maanisha. Sasa ninachotaka kusema hapa leo, tukiongelea makamu wa rais wa nchi yetu Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, ni zao la UVCCM. Alikuwa mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi kwa miaka 10. Tunapomzungumzia waziri mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, ni zao la Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi. Tunapomzungumzia waziri wa ujenzi Mheshimiwa Ulega, ni mjumbe wa Baraza Kuu la Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi. Waziri wa madini Mheshimiwa Mavunde alikuwa mwenyekiti wa vijana mkoa huu wa Dodoma na mjumbe wa Baraza Kuu. Lakini waziri wa viwanda, waziri wa nishati Mheshimiwa Ndejembi, waziri wa kilimo Mheshimiwa Chongolo, waziri wa utumishi Mheshimiwa Ridhiwani, naibu waziri wa mifugo Mheshimiwa Ngwasi, naibu waziri wa utumishi alikuwa hamasa kule, ambaye sasa hivi yupo naibu waziri wa fedha, pia ni kijana mdogo ambaye ametoka Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi. Hapo hatujagusa wakuu wa mikoa ambao wametokana na chama hiki au jumuiya ya Umoja wa Vijana. Tukianzia Mbeya, yuko ndugu Beno Malisa, alikuwa ni makamu wa mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi. Ukienda Mwanza, yupo ndugu Mtanda, alikuwa mwenyekiti wa UVCCM wilaya ya Bagamoyo miaka hiyo. Ukienda Geita, yupo ndugu Shigela, alikuwa katibu mkuu wa Umoja wa Vijana, nafasi ambayo hata mimi nimeishika kwa miaka 2 kipindi cha nyuma. Ukienda Songwe, yupo mjumbe wa Baraza Kuu ndugu Jabir, yuko pale. Ukienda Shinyanga, yuko Mboni Muhita ambaye ni mkuu wa mkoa wa Shinyanga na alikuwa makamu mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana. Ukienda Iringa, yuko Comrade Heri ambaye alikuwa mwenyekiti pia wa Umoja wa Vijana Taifa. Singida, yuko mama yetu pale, mjumbe wa Baraza Kuu.
Ukienda Arusha yupo Mheshimiwa Makala, alikuwa mwenezi, alikuwa muhasibu wa chama hiki na leo ni RC pale, lakini ni zao la umoja wa vijana kwa sababu alishakuwa kiongozi wa vijana. Kilimanjaro yupo mzee wetu Nuruddin Babu, yeye ni mkimbiza mwenge miaka ya 80 huko, lakini ni zao la umoja wa vijana. Vijana ambao walikuwa vijana wa zamani wamegraduate, wameweza kuiva vizuri, wanatumika katika taasisi mbalimbali ndani ya nchi yetu na katika maeneo muhimu ya nchi. Kwa hiyo jumuiya ya umoja wa vijana itaendelea kuwa jumuiya bora ya kuoka viongozi ambao watakuja kutoa utumishi ambao utakuwa na malengo chanya ndani ya taifa. Sasa wenzetu wanaposema kwa upotoshaji kwamba hakuna viongozi, zaidi ya wizara 17 zinaongozwa na umoja wa vijana. Ukienda kwa wakuu wa mikoa, zaidi ya wakuu wa mikoa 18 wametoka umoja wa vijana. Sasa nyinyi waandishi wa habari mnaweza mkajua nani muongo na nani ni mkweli. Lakini msisahau nilichowaambia, wanasema Katambi alikuwa wa kwao, mwaulize wana uhakika. Mengine tutaongea siku nyingine. Lakini lingine, tulikuwa na mzee wetu hapa, mzee Lowassa. Alikuwa ni kada wa Chama cha Mapinduzi na amefariki akiwa kada wa Chama cha Mapinduzi. Mwaka 2015 Chadema walimchukua, hawakuwa na mgombea mwenye sifa wa kugombea urais, wakachukua mgombea wa Chama cha Mapinduzi akaenda kule. Sasa mnaweza mkaona kama katika nafasi nyeti za kitaifa hawana watu. Leo wakisimama kujinasibu kwamba wanahitaji kuongoza nchi, lazima akili za kuambiwa tuchanganye na za kwetu. Lakini baadaye mzee Lowassa alirudi ndani ya CCM na kuendelea na majukumu yake. Na jambo lingine nalopenda kulizungumza kwenu waandishi wa habari ni swala la kongamano ambalo ndugu Heche alifanya pale Dar es Salaam Landmark. Alikutana na watu aliyewaita yeye ni wasomi, lakini ukiangalia lile kundi la watu wasomi ambao wako mle ndani ni wachache sana, lakini wengine walikuwa ni watu wa kawaida tu ambao wao wanajua waliwatoa wapi. Na mbaya zaidi, katika kuzungumza na kundi lile, wanawaeleza vijana kwamba lazima wadai mabadiliko kwa kufanya vurugu. Na jambo lililosikitisha, nikiwa na mimi kama mzazi, maana na mimi nina watoto, kitendo cha kutumia lugha zisizofaa ambayo matamshi yale siwezi kuyazungumza hapa, lakini nyinyi kwenye vyombo vya habari mkiangalia YouTube mtaona kauli ambazo baadhi ya mifano zimetolewa na viongozi. Sasa kauli kama zile, kwanza sio kauli za kiungwana. Kiongozi aliyestaarabika hapaswi kutukana na matusi. Na ndio maana leo tuna jamii au kizazi cha matusi katika mitandao ya kijamii. Lakini kwa nini matusi hayo yanaonekana ni kawaida? Kwa sababu viongozi wanayaishi matusi hayo katika maeneo yao au katika mihadhara yao. Lakini nitoe wito mmoja kwa vijana wasomi wa nchi hii. Elimu ni jambo la msingi, lakini tunaamini wanazuoni wana maarifa makubwa. Sidhani kama kuna mwanazuoni anaweza kushawishiwa na mwana siasa akaacha kufanya mambo ya msingi akaenda kufanya mambo ya uvunjifu wa amani ndani ya taifa lake. Na mara nyingi nimesema, wanaochochea migogoro wengi umri wao umeshakwenda. Sisi vijana taifa hili bado tunalihitaji na linatuhitaji. Hata humu ndani nikiangalia wengi ni miaka 30, 40. Kama kuna 50 au 60 ni wachache. Maana yake bado tuna safari ndefu ya kuishi ndani ya taifa letu kuliko wale ambao umri umekwenda lakini wanashawishi tuichome nchi yetu. Maana yake wamekuwa ni watu wa binafsi. Wangekuwa watu wa kweli, kwa nini katika tuachane na wanasiasa wa binafsi ambao wanaamini kwamba ili kupata uongozi lazima wafanye vurugu. Jambo hili sio jambo la busara. Hivyo wasomi nchi nzima, ombi letu kama Chama cha Mapinduzi kuendelea kudumisha upendo, umoja na mshikamano ndani ya taifa hili, kwa sababu bila amani
hakuna shule, bila amani hakuna kulima, bila amani hakuna biashara wala jambo lolote la maendeleo ambalo litafanyika. Lakini wanazuoni, pimeni hoja zinazotolewa na viongozi wote, then muamue kwamba uelekeo upi ni sahihi. Lakini bado tunaamini Chama cha Mapinduzi bado ni chama sahihi kwa wasomi, kwa kuzingatia pia hata katika wanaopokea mikopo, serikali ya CCM imeendelea kutoa mikopo kwa wasomi, watu wanalipiwa ada na maisha yanaendelea. Lakini liliongeleka jambo la ajira kwa vijana ndani ya nchi yetu. Kwanza tunapenda kuipongeza serikali. Mheshimiwa Rais aliahidi katika siku 100 atatoa ajira 12,000. Ajira zile zimeshatolewa. Kada ya afya zimetolewa, kada ya walimu zimetolewa. Idadi ya ajira 12,000 imetimia. Lakini duniani kote hakuna taifa ambalo limemaliza changamoto ya ajira, na kila mwaka wanafunzi wanamaliza. Lakini serikali imeweka mazingira wezeshi kwa kujenga viwanda, kushirikiana na private sector kuhakikisha ajira hizi zinapatikana. Lakini imeweka mazingira mahususi au mazingira mazuri kwa vijana kuweza kukopesheka. Kupitia halmashauri zetu kuna 4% ya mikopo ya vijana, 4% mikopo ya kina mama, 2% kwa watu wenye mahitaji maalum. Lakini katika budget tumeona Wizara ya Vijana ilipewa bilioni 200, fedha ambazo zimegawanywa katika wizara za kisekta. Na tukianzia mkoa wa Mwanza wamepokea katika sekta ya uvuvi zaidi ya bilioni 7, na vijana wengine wamekopeshwa ikiwemo mitaji ya bodaboda, bajaji zaidi ya milioni 200, na hii imefanyika katika mikoa mingi. Hivyo tunaipongeza Wizara ya Vijana kwa kusimamia maono ya Mheshimiwa Rais. Lakini sambamba na hilo, yupo ndugu yangu mmoja Abdu Nondo ambaye ni wa chama cha ACT, na yeye katika list ya watu walioomba mikopo nimeona naye amepata mkopo huo ambao umetolewa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Na hii inathibitisha kwamba mikopo haibagui, yoyote anayeomba anapata mkopo. Lakini jambo la kushangaza, ndugu Nondo tena ameanza kulalamika, rafiki yangu Nondo, kwamba kwa nini nimepata mkopo. Sasa umeomba, umepata, unauliza kwa nini? Sasa siasa za namna hii kidogo ndio hivyo tunakwenda. Lakini ndugu Nondo, mkopo huo ni kuombe utumie vizuri, usiende kutumia kwenye mambo yasiyofaa. Nenda katengeneze fursa ili uweze kupata kipato, na ujue kwamba serikali hii ya Chama cha Mapinduzi itaendelea kusaidia pia makundi yote bila kujali itikadi, dini wala jambo lolote. Lakini baada ya kuzungumzia swala la kongamano hilo ambalo lilijadiliwa na mikopo, Mheshimiwa Mnyika alitoa maazimio ya kamati kuu ya chama chao, ambapo azimio la kwanza liliongelea kesi ya ndugu Tundu Lissu, ambapo walisema kamati kuu ya Chadema imesisitiza kuwa kesi hiyo ya mwenyekiti wao ni kesi ya kisiasa. Mimi ni muombe ndugu Mnyika kwamba ajue chama kinachoamini na kujinasibu kuwa chama cha demokrasia inabidi kiwe chama cha kwanza kuhakikisha kinatunza na kulinda demokrasia ya nchi. Hivyo kinapaswa kujua hakuna chombo chochote chenye mamlaka ya kuingilia mahakama zetu. Hivyo kama viongozi wajitafakari na waendelee kujifunza zaidi ya upana wa demokrasia ambao mpaka sasa serikali ya Chama cha Mapinduzi imeendelea kuishi na kuienzi kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania. Mihimili ya nchi yetu iko mitatu: bunge, serikali pamoja na mahakama, na tunajua kwamba kila chombo kinafanya kazi kwa utashi wake bila kuingiliwa. Sasa leo kiongozi wa kisiasa akisema kiongozi fulani ameonewa na chombo kinachohusika na kutoa haki akijasema hivyo, maana yake anataka kuingilia uhuru wa mahakama, jambo ambalo ni hatari kwa mustakabali wa nchi yetu. Mtu anaweza akachinjwa, ndugu mwingine akasema kwamba ndugu yangu hakuchinjwa, ni kesi amepewa atoke. Nadhani wasubirie mahakama iweze kuamua vile ambavyo itafaa. Lakini uchaguzi wa Oktoba 25, ndugu Mnyika alisema kamati ya chama chao imeendelea na msimamo wake juu ya uchaguzi wa Oktoba 25 kuwa haukuwa uchaguzi wa huru na wa haki, na kuwa viongozi waliokuwepo madarakani hawakuchaguliwa na wananchi. Hivyo inaendeleza msimamo wao wa tarehe 12 kutoitambua serikali. Sasa mawazo kama haya sisi tunasema ni mawazo yaliyofilisika. Wewe umesusa kushiriki uchaguzi.
serikali ichukue hatua 1, 2, 3. Sasa sijui, nadhani kuchanganyikiwa, lakini tutawalea, tutafika. Jambo lingine ambalo ninataka kulikazia katika hivyo, lazima wenzetu watambue Tanzania kuna vyama vya siasa 19 vilivyosajiliwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Hivyo wao kutoshiriki uchaguzi hakutazuia taratibu za kiuchaguzi kuendelea au kufanyika ndani ya nchi yetu, kwa sababu ni uamuzi wako, aidha ushiriki au usishiriki. Unaamua tu kwamba jamani, leo twende. Hapana, wengine watakwenda. Jambo lingine, vurugu za Oktoba 29, hilo nimeshalizungumza nyuma kwamba tume imeshaundwa na sasa tume ya kwenda kuchunguza zaidi na kwenda kukamilika, na tutapata majawabu nini ambacho kipo, na katika hili tumeipongeza tume. Lakini jambo lingine napenda kulizungumza hapa, katika maazimio yao, kamati kuu ya chama chao imeadhimia kuendeleza kuhimiza kuundwa tume huru ya kuchunguza vurugu za Oktoba 29 yenye kujumuisha wataalamu wa ndani na nje. Lilikuwa ni moja ya azimio lao, lakini lazima watambue kama kuna mambo ya ziada ambayo tume ya Jaji Chande haijafanikiwa kuyapata na Chadema wanayajua, basi ninawashauri wapeleke ushahidi na maelezo zaidi katika vyombo vyetu vya uchunguzi ili kurahisisha mchakato huo. Na kama ni muendelezo wa kuamini kuna mataifa ya nje yenye mahaba makubwa zaidi na taifa letu, basi itakuwa wanahitaji zaidi elimu ya geopolitics iwaimarishe kisiasa, kwa sababu mambo ya ndani lazima tuyajadili ndani, na ndani hatujashindwa kujadili mambo yetu ndani. Waliopanga, Mheshimiwa Rais alipopokea tume alisema na kwa sababu hii ni moja ya mambo ambayo tume swala toka nje wakakwamisha mchakato huu. Sasa mabadiliko ya katiba ambayo ni ya wananchi, sio ya vyama vya siasa. Jambo la hadhara, sisi tunawapongeza. Mikutano ya hadhara waendelee nayo, waianze kwa haraka. Watatukuta sisi tuko site na tutaendelea kujenga hoja, na Watanzania wataamua nani ambayo wanaona anastahili zaidi. Na jambo lingine ni swala la bei ya mafuta waliozungumza, wakitaka iwekwe ruzuku ya 50%. Jambo hilo katika press iliyopita nilizungumza na kutolea ufafanuzi, na ninaamini wataalamu wa uchumi katika hili watashauri vizuri zaidi ili mambo yote yaweze kwenda kwa pamoja. Na jambo ambalo lipo ni kwamba nchi zote duniani bei za mafuta zimepanda. Hakuna nchi duniani ambayo bei ya mafuta haijapanda. Sasa serikali inaliangalia hili jambo kwa jicho kubwa, kuona kwa namna gani inaendelea kukabiliana na haya mambo. Lakini jambo lingine ambalo napenda kuwaambia waandishi wa habari kwamba kuanzia wiki ijayo nitaanza ziara mkoa wa Mara, ziara ya chama kwenda kukagua utekelezaji wa ilani ya uchaguzi, lakini kwenda kuwasikiliza wananchi wetu kama wana changamoto, wana mambo ya kukiambia chama chao. Tutakwenda kuifanya kazi hiyo. Kwa hiyo kuanzia tarehe 12 nadhani mpaka 16 tunaweza tukawa tunaanza ziara katika. Jambo la mwisho ninalopenda kulisema, kwanza ni washukuru waandishi wa habari, lakini washukuru wa Tanzania kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi kwa kuendelea kudumisha misingi ya amani, umoja na mshikamano ndani ya taifa letu. Na nizidi kusisitiza kwamba misingi hiyo tuendelee kuienzi, tuzidi kushikamana, kwani tunaona jamii watu wanatumia clips au video za matukio yaliyotokea Oktoba 29 kama mtaji wa kisiasa. Sasa hili jambo tunaelimishana mara zote kwamba hakuna mtoto wa mwanasiasa yoyote aliyepata madhara katika mavurugu ya Oktoba 29. Watu lakini walioshawishi wanadunda wapo, waliohamasisha wanatembea wapo,
familia zao wamepeleka nje, watoto wao wako salama. Sasa tushirikiane wote humu ndani kulinda Tanzania yetu. Wengine wanapotuambia tuvurugane, wao wana sehemu za kukimbilia na kuishi bure. Sisi hapa ndio nyumbani kwetu. Tuna wajibu wa kulinda nyumbani kwetu. Lakini tuzidi kushirikiana na serikali na kumuunga mkono Mheshimiwa Rais. Dhamira ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni njema. Dhamira yake ni kuona taifa linapiga hatua kubwa ya maendeleo likiwa na usalama wa kutosha. Na sisi kama chama tuhakikishie tuna mwenyekiti na rais ambaye ni imara, yuko vizuri, mchapa kazi, ambaye anatambua Watanzania wanahitaji nini. Hivyo sote kwa pamoja tushikamane katika kuhakikisha tunalinda taifa letu kwa mikono yetu wenyewe. Na jambo kubwa zaidi, niwaombe dua kwa Mwenyezi Mungu awasaidie, awabariki na wazidishie, na tuwatakie heri katika majukumu yenu. Itoshe kusema asanteni na tunawashukuru sana. Mungu awabariki.